Donald Trump chupu kuuawa. Jukwaa la kufyatulia risasi la NASA kwenye eneo linalotazamana na ndege yake. Idara ya huduma ya siri ya Marekani imethibitisha kuwa imegundua jukwaa linalotiliwa shaka la kufyatulia risasi karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Palm Beach, ikiwa na uwezo wa kuona moja kwa moja mahali ambapo kwa kawaida Rais Donald Trump hutokea kwenye Air Force One. Taarifa msemaji wa Secret Service Anton Goglem imesema kuwa polisi ya federali ya Marekani FBI sasa inaongoza uchunguzi kufuatia ugunduzi huo. Huduma ya siri ya Marekani imeeleza kuwa muundo wa jukwaa la kufyatulia risasi unaruhusu kuona vyema jinsi Trump anavyotoka kwenye Air Force One kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Palm Beach. Maafisa wamesema kwamba maajenti waligundua eneo hilo Alhamisi iliyopita na kuongeza kuwa FBI kwa sasa inaongoza uchunguzi. Mkurugenzi wa FBI Kash Patel ameeleza kuwa hakuna mtu aliyetambuliwa hadi sasa kuwa amehusishwa na jukwaa hilo. Palm Beach ipo kwenye jimbo la Florida kusini mashariki mwa Marekani. Uchunguzi huo unakuja wiki kadhaa baada ya Ryan Roth kukutwa na hatia kujaribu kumuua Trump katika uwanja wa gofu wa Palm Beach, ambapo alitengeneza eneo la kufyatulia risasi katika vichaka karibu na uzio wa eneo hilo. Wakati hayo yakiendelea, Rais wa Marekani Donald Trump amemshutumu Rais wa Colombia Gustavo Petro kwa kuhusika katika kuongezeka biashara dawa za kulevya na kutisha kuingilia moja kwa moja Marekani nchini Colombia. Trump amemtuhumu mwenzake wa Colombia Gustavo anahimiza uzalishaji mkubwa wa dawa za kulevya nchini humo, akimtaja kama mtawala haramu wa biashara dawa za kulevya. Trump amedai kuwa Rais Gustavo Petro hafanyi jitihada za kusitisha biashara haramu ya dawa za kulevya. Trump ametishia kwamba Marekani itaingilia moja kwa moja nchini Colombia, tena kwa njia isiyokuwa nzuri. Kwa upande wake, Rais wa Colombia Gustavo Petro amedokeza kuwa Trump anapotosha chama na washauri wake na kuongeza kuwa yeye ndiye adui mkubwa wa biashara ya dawa za kulevya nchini humo kwenye karne ya 21. Hayo yakiendelea, chama cha Democratic huko California kimekosoa maonyesho ya kijeshi ambayo yalisababisha kufungwa barabara kuu, wakiyataja kuwa ni ishara ya rais kutanguliza mbele kiburi kuliko wajibikaji. Gavana wa chama cha Democratic huko California amesema. Gavana Gavin Newsom wa California amesema kwenye taarifa kwamba utunishaji msuli wa kijeshi wa Trump ambao umejumuisha ufyatuaji wa risasi za mizinga kwenye barabara kuu karibu na Kemp ulikuwa ni onyesho la kipuuzi, hatari na lisilo la kawaida. Newsom amewataka waandamanaji kuyatambua maandamano hayo kama tangazo la uhuru dhidi ya dhuluma na ukandamizaji. Anasema kutumia jeshi kuwatisha upinzani sio nguvu, ni uzembe, ameongeza Gavin Newsom. Ukosoaji dhidi ya Trump umekuja wakati shughuli hiyo ya kutunisha misuli ya kijeshi iliambatana na maandamano ya kitaifa ya hapana kwa ufalme, No Kings. Watu milioni 7 kote Marekani walishiriki kwenye maandamano ya pili ya No Kings dhidi ya Rais Donald Trump, yakisajiliwa kama maandamano makubwa zaidi ya siku moja dhidi ya rais aliyoko madarakani kwenye historia sasa nchi hiyo. Mamilioni ya waandamanaji walijiunga na maandamano kwenye maeneo na miji zaidi ya 2500 katika majimbo yote 50 na miji kadhaa ya mataifa mengine kupinga kile waandaji wameelezea kama unyakuzi wa mamlaka wa Trump. Na nikwambie tu, pale nchini Marekani deni la umma limefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa kwenye historia ya nchi hiyo, ambapo sasa deni hilo linatajwa kufikia trilioni 37.9. Shirika la habari la IRNA limeripoti kuwa tovuti ya Economic Times imeandika kuongezeka pakubwa deni la umma la Marekani kumewatia wasiwasi wanauchumi, wanasiasa na watu wote wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kwenye kipindi cha mwezi mmoja pekee uliopita, kiwango cha madeni ya Marekani kiliongezeka hadi dola bilioni 400, kiwango ambacho ni sawa na ongezeko la takriban dola bilioni 25 kila siku. Hali hii inaakisi changamoto za kifedha zinazoitatiza sasa Marekani. Tangu kiwango cha deni kilipoongezeka nchini Marekani mwezi Julai mwaka huu, deni la nchi hiyo linatajwa kuongezeka kwa dola trilioni 1.7, hali inayoonyesha kuwa serikali inaendelea kukopa zaidi ili kufidia gharama zake. Kwa kuzingatia kiwango hicho, weledi wa masuala ya kiuchumi wanatahadharisha kuwa deni la Marekani linaweza kufikia dola trilioni 40 ifikapo mwaka ujao. Wakati huo viwango vya riba ni swala jingine ambalo limezua wasiwasi nchini Marekani. Kwa sasa serikali ya Washington inatumia zaidi ya dola trilioni 1.2 kwa mwaka kama malipo ya riba kwa deni lake, zaidi ya inavyotumia katika masuala ya ulinzi. Ila pia nikwambie, Rais Donald Trump wa Marekani ameweza kubadilisha ghafla msimamo wake wa kutuma makombora ya cruise ya Tomahawk kwenda Ukraine. Inaonekana kwamba masuala ya jiografia, kisiasa, tahadhari za kijeshi na mwingiliano wa kidiplomasia na Russia na Ukraine vimehusika kwenye mabadiliko haya.
Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.